Mtazamaji wa Asili Yetu TV, karibu katika heka ya siku nyingine tena ambapo tunakutana na familia nzima kutoka Asili Yetu TV kote pembezoni, katikati na kwingineko duniani kwa ujumla kupitia Asili Yetu TV. Ungana nami basi kujua kipi ambacho tumekuandalia siku ya leo, ikiwa ni siku bora kabisa, siku pendwa, lakini inakuwa ni siku ambayo taifa bado lipo kwenye majozi. Basi ungana nami. Naitwa Mzee wa Tatu, lakini pia siko peke yangu. Ankoji Kama kawaida. Kama kawaida. Bwana, habari za likizo. Mtazamaji wa Asili Yetu TV, karibu katika heka ya siku nyingine tena ambapo tunakutana na familia nzima kutoka Asili Yetu TV kote pembezoni, katikati na kwingineko duniani kwa ujumla kupitia Asili Yetu TV. Ungana nami basi kujua kipi ambacho tumekuandalia siku ya leo, ikiwa ni siku bora. Mtazamaji wa Asili Yetu TV, karibu katika heka ya siku nyingine tena ambapo tunakutana na familia nzima kutoka Asili Yetu TV kote pembezoni, katikati na kwingineko duniani kwa ujumla kupitia Asili Yetu TV. Ungana nami basi kujua kipi ambacho tumekuandalia siku ya leo, ikiwa ni siku bora kabisa, siku pendwa, lakini inakuwa ni siku ambayo taifa bado lipo kwenye majozi. Basi ungana nami. Naitwa Mzee wa Tatu, lakini pia siko peke yangu. Ankoji Kama kawaida. Kama kawaida. Bwana, habari za likizo. Bora kabisa, siku pendwa, lakini inakuwa ni siku ambayo taifa bado lipo kwenye majozi. Basi ungana nami. Naitwa Mzee wa Tatu, lakini pia siko peke yangu. Ankoji Kama kawaida. Kama kawaida. Bwana, habari za likizo. Hii likizo ilikuwa lazima la ofisi. Hii likizo ya taifa. Ya taifa. Bwana, habari ya likizo kwangu mimi ni njema kabisa. Na mshukuru Mungu niko poa. Mimi likizo yangu sio nzuri sana. Ulipigwa unajua mimi nimezoea kuwa mtu wa kutabasamu muda wote, kucheka. Kwa hiyo hata sasa hivi baadhi ya vipindi vitakuwa vigumu kwangu kuvifanya. Kwa sababu sasa unaweza kufika mahali unacheka afu ikawa kama vile zihaka, kumbe ni jinsi mtu ambaye misingi niliyojizoelea. Sasa hivi wanakuambia hata ukicheka watakuuliza nini kinachokuchekesha. Kipi kikuchekeshacho? Ndio utaelewa hilo. Bwana, karibu sana. Asante. Bwana, kwenye heka za leo. Heka za leo ni njema na kuna mambo mengi mazuri ambapo tumeandaa, lakini kwanza kabisa ilikuwa tunataka tupitie baadhi ya maoni kutoka kwa wadau na wapenzi wa Asili Yetu TV mara baada ya jana kutoa taarifa kamili ya tarehe maalum ya kupeleka event yetu ya mwisho wa mwaka, ambapo tumekutana na misukosuko na tayari tumeahirisha mara mbili. Na hii sio kwa kusema labda sisi ndio tulioferi, ni kulingana na hali ya usalama kwenye taifa letu. Huwezi kukusanya watu kwenye event na usalama wa maisha yao akawa ni changamoto. Kwa tunaweza tukajikuta badala ya kutengeneza jina ile brand tukaua na tukafungiwa tena marufuku kufanya. Kwa hiyo sio kosa letu. Na nafikiri kwa Watanzania wote wanalifahamu kwamba mara ya kwanza ilikuwa ni tarehe mosi ya mwezi wa 11 ambapo ndio ilianzishwa Asili Yetu TV. Tukasema tusogeze mbele kupisha uchaguzi. Wote tukawa tumeafikiana hivyo, tukaona tupeleke tarehe 8. Lakini hatukujua kwamba baada ya uchaguzi kutakuwa na kitu gani. Kulala nyumbani saa 7. Kwa hiyo yaliyojiri yamejiri. Kwa hiyo yametufanya tena tusogeze mbele kwa sababu kupisha kwanza tukio la kitaifa lipite. Watu asilimia kubwa wamepata majonzi, wengine ni wagonjwa, basi angalau wapate ahueni. Lakini pia wengine hawajafanya kazi takriban wiki 2 nzima. Kwa hiyo kwenye issue ya kutoka out inakuwa kama inambana, mambo yanakuwa hajakaa sawa, na ndio maana tukaamua kuipeleka mbele zaidi. Na fikiri hapa tumewapa takriban ni mwezi mmoja sasa. Pana mwezi mmoja. Pana mwezi mmoja wa maandalizi. Kwa wale ambao hawajatoa kadi, waendelee kutoa kadi. Tukio litafanyika tu. Tukio litafanyika na nafikiri bado mkeka unaendelea kutembea katika magrupu yetu ya WhatsApp, na waliochangia wote wanaona pale wako kwenye upande wa green tick, kuonyesha kwamba bado ni wahusika, na niwahakikishie tu kwamba
Ile michango yao ipo eneo salama na tukio lazima lifanyike. Yeah. Kwa tuwashukuru sana wana asili yetu. Ni support kubwa ambayo wametupa, lakini wazingatie tarehe kwamba ni tarehe 6 mwezi wa 12 ndio tukio letu linakwenda kufanya nini? Kufanyika. Kwa hiyo michango nafikiri kuanzia sasa hivi tutaanza kuwakumbusha, kwa sababu hali ya usalama barabarani imeanza kurejea. Imerejea. Imerejea. Kwa hiyo sasa hizi ni ruksa. Sasa hizi unarudi saa ngapi nyumbani? Inategemea na shughuli ndio na shughuli kwa hata kama na shughuli mpaka usiku na eneo ni rafiki kiusalama, haijalishi hata nikikesha poa. Lakini lazima nizingatie. Bwana, kuna ndugu yangu mmoja alikula fimbo. Tunakupa pole, usimtaje. Unajua jeshi la polisi huwa linapokuepo kwenye utekelezaji wa majukumu yao, wanatoa elimu. Wanapenda kupata ushirikiano na wale ambao wanawatekelezea hilo jukumu. Wakikwambia sasa hizi nenda nyumbani. Nenda. Sasa itegemeane, wananiambia niende nyumbani niko mazingira gani, kama niko vyombo. Kwa hiyo inaonekana sintofahamu ilimtokea rafiki yetu mara baada ya kujiona kwamba mimi ni mbabe bwana. Si unajua pombe huwa huwa haikubali uwe mnyonge. Alinisimulia story, akaniambia bwana, nimetembezewa fimbo, nilicheka sana. Lakini hii haijamkuta peke yake, watu wengi imewakuta. Wengi. Ila inawezekana kwa wakati mwingine. Na niseme tu kwamba asilimia kubwa watu waliopata ghadhabu ya kuchapwa viboko kwa kutokukizi vigezo au kutokutii sheria ya kurudi mapema nyumbani zaidi ni mkoa wa Njombe. Ni kwa sababu tena hususan Njombe mjini. Na ni kwa sababu hili sakata la uchaguzi mkuu halijakumba eneo la Njombe mjini, ni taifa zima. Halijakuta hapa. Kwa hiyo tulikuwa tunasikia pembeni. Kwa hiyo sasa kuna baadhi ya watu ilikuwa ukiwaambia kuna changamoto hii na hii, baadhi yao walikuwa ni wagumu kuelewa. Kwa hiyo na wengine kulala nyumbani ni saa 11 ndio maisha yake. Saa 10 saa 8 ndio anarudi nyumbani. Na Njombe kama tunavyojua ndio mkoa ambaye unaongoza kwa watu kupata viburudisho vya vileo. Hiyo ni kweli. Kulingana na hali ya hewa, lakini moja ya mazingira yetu tulizoea. Moja ya kitu ambacho mimi kilinivutia sana ni tarehe 20 tarehe 30 mida mchana. Bwana we, mara baada ya kupata taarifa kwamba iko maeneo Makambako, wakasema jamani Wakulungu wako Makambako. Bwana, Njombe ndio nilikuja kugundua kwamba Njombe ina watu. Kwa nini nakwambia hivyo? Ina watu vipi? Watu walitumia haijazidi nusu saa. Yaani ni kwamba sasa haikuzidi nusu saa lakini speed waliokuwa nayo kukimbia. Mimi ni moja watu ambao nilivyoona watu wanashuka sana, nikaa nafanya mchakato wa kuiweka ofisi kae mazingira salama. Na maanisha kwamba baadhi ya vifaa ambavyo vinaweza kuvibeba niende navyo nyumbani. Umeelewa? Lakini nilishindwa kutofautisha tarehe 30 wazee na vijana. Kina nani walikuwa wako sharp sana? Wazee. Wazee bwana walikuwa wanafungua speed, yani wanafungua ila uoga ule. Nakumbuka kile kitu kilikuwa kwanza ni ghafla. Lakini pili muda ule kwamba magari yanakimbizwa, bodaboda zinakimbia. Bodaboda zilikuwa zinafanya kazi ya kusafirisha watu, abiria na bajaji. Magari yanakimbizwa. Magari madogo wafanya biashara walikuwa wanayatoa wanaenda kuyaficha. So magari madogo, magari yote mengine yalienda kufichwa wapi? Tunasikia yalienda kufichwa Nyombo, Lupembe. Yote hiyo ni kuhakikisha kwamba mali zao zinakuwa salama. Sasa najiuliza wale ndugu zetu ambao walienda kuyaficha magari kama kwa mfano kama Lupembe, usalama waliweka ulinzi au ilikuwaje? Walipofika kule huwezi kujua, huenda kweli walikabidhi watu. Kwamba huenda kuna kikosi maalum kiliteuliwa kwa ajili ya kuhakikisha usalama mali. Kwa sababu huwezi kwenda kuiweka tu maarefu kaondoka. Lazima uhakikishe usalama unakuwepo katika eneo husika. Bwana, kwenye heka sasa. Heka leo hebu tujaribu sisi, kwa sababu ni watu tunadili zaidi kwenye burudani. Sisi tupo kwenye burudani. Sisi kwenye mambo mengine huku hatupo. Sisi tunadili kwenye burudani, na burudani zinaletwa na sanaa. Kwa tuko kwenye sanaa zaidi kuhakikisha kwamba tunakusogezea taarifa za kisanaa kwa wale ambao ni wahusika
yani namaanisha watoa sanaa, lakini pia wapokeaji au walaji wa sanaa ile ambaye ni mashabiki. Sasa pametokea sintofahamu kati ya watoa sanaa na walaji wa sanaa, wapishi wa sanaa na walaji. Hapo sasa ndio shida inapoanzia. Ukigombana na mpishi inakuwa tena ni changamoto. Unajua kwenye sanaa kuna watu wa aina tatu wanakuwa wanategemeana, hususan kwenye upande wa sanaa, haijalishi ni muziki nini na nini, watu aina tatu. Kama wewe ni huko kwa labda kwenye uigizaji, kuna director, kuna muigizaji, alafu kuna shabiki, si ndio? Lakini pia kama huko kwenye upande wa muziki, basi tunaanza na producer, alafu anaingia na director kidogo, kwa sababu naye atakuja kufanya upande wa video, alafu tunakuja kwa msanii mwenyewe anayehusika, alafu tunamalizia kwa shabiki. Sasa pametokea na sintofahamu hapa mara baada ya tunasema ili garika la purukushani za mambo ya uchaguzi. Kidogo pametokea sasa shida kwenye upande wa sanaa ya muziki. Mashabiki na wasanii. Imefika mahali baadhi ya wasanii wameanza kujitokeza kuomba radhi mara baada ya muamko wa mashabiki kuwa mkubwa. Unajua mashabiki ni mashabiki ni wajumbe. Ni wajumbe. Wale ni wajumbe. Kwa hiyo shabiki ni mjumbe. Ndio maana shabiki yako wewe anaweza kawa shabiki yangu mimi. Kwamba anashabikia huko, anashabikia huko. Lakini pia ana uwezo kutoka kwako akaja kuwa shabiki yangu mimi kwako, anasema mimi siwezi kurudi kuwa shabiki yule kwa sababu ya 1, 2, 3. Kwa hiyo huyu shabiki ni mtu ambaye haeleweki. Akienda huko ameenda. Lakini raundi hii hawa mashabiki inaonyesha wamechukua msimamo. Mashabiki wamechukua msimamo. Sasa swali langu ni moja, kama mashabiki wakikukataa msanii, utaperform wapi? Na of course mbali na kuingia studio kufanya kazi au kwenda location kufanya kazi, lakini pia tunatamani kupata sehemu ya kwenda kuzi-release zile kazi zetu. Au kwenda kuonana na mashabiki, kujua kipi ambacho nimekiwekeza kwenye mioyo ya mashabiki. Kwamba kama ni jema, basi utaona mwamko wa mashabiki watakavyokupokea kwa upendo na kuhakikisha kwamba wewe mwenyewe unakuwa enjoy katika majukwaa ya sanaa yako. Lakini sasa kumekuwa na sintofahamu. Mimi nataka nijue hawa ambaye wamejitokeza kuomba msamaha kupitia mitandao ya kijamii, lakini wengine kupitia tu akaunti zao za kawaida. Lakini kuna hawa ambaye wamekaa kimya, wapi wako sahihi? Hebu tujaribu kuangalia hapa kina nani wako sahihi. Unajua tumekuwa sasa kama vile wote tulikuwa ni mashabiki wa timu hizi mbili ambazo ndio zilikuwa kwenye ligi. Ligi yetu ya Tanzania tunaamini ina timu ya rangi ya kijani na timu nyekundu. Simba na Yanga. Hizi ndio timu ambazo zilikuwa kwenye muamko mkubwa. Na hawa wasanii asilimia kubwa walikuwa upande wa timu ya kijani, Yanga. Timu ya Yanga. Kila mmoja alikuwa anasema kombe la dunia washinde tena. Na mwaka huu tunawapa tena, mwaka huu tunatiki, tunafanyaje? Sawa. Yamepita. Mara baada ya kuna maisha mengine. Kuna maisha baada ya kumalizika kwa zile mchezo. Tunaonaga hata wasanii wanabadilishana majezi. Makocha wanapeana mikono. Raundi hii ilikuwaje? Hatuoni mara baada ya kumalizika kwa game ile. Hatuoni makocha wa timu hizi mbili wakipeana mikono. Hatuoni wasanii tunasema wale wachezaji. Hatuoni wakibadilishana jezi. Labda jezi zimechafuka na matope. Na mbaya zaidi sio tu atubadilishani. Hatuoni kabisa mashabiki wa Yanga wakivaa tena zile jezi za kijani. Hicho ndio kinachokuuma zaidi. Alafu ndio jezi ambazo zilikuwa nyingi kupita maelezo. Turudi sasa turudi kwenye pointi yako kwamba wale wasanii waliojitokeza kuomba samahani na walionyamaza wapi wako sahihi? Mimi naweza nikasema kwamba
yote majibu yanaweza kaa yako sahihi. Ukimya nao ni ishara tosha kutambua mtu kwamba nimekosea. Lakini pia unapokuwa kimya mimi nitajuaje unakiri kosa? Umekaa kimya. Ndio nataka niweze kufafanua hapo. Kwa hiyo inawezekana ukimya ukawa ni mtu anayejutia, lakini pia ukimya huo ni mtu ambaye anaweza kawa amezalana aliona ile jambo ni la kawaida. Tukirudi kwa ndugu zangu hawa waliomba msamaha, ni jambo ambalo linaonyesha kwamba maumivu yao wameamua kuifanya nini? Kutambua, kuona hiki tulichokuwa tunakifanya tuna maumivu. Acha tuwaombe msamaha mashabiki. Kwa sababu nataka nikupe mfano kwamba msanii anayetegemea, yani msanii rafiki yake mkubwa na wa ukweli ni shabiki. Huyo ndo kila kitu. Huyo ndo kila kitu. Yani nenda studio, kaimbe nyimbo nzuri, fanya kila mix unazozijua wewe, lakini kama mashabiki wakikukana, wamekukana mazima. Huwezi kufurukuta na hayupo mtu atakayetambua kwamba nikitaka msanii ni mtafute fulani. Kwa hiyo hawa waliomba msamaha wanatambua thamani ya shabiki ni ipi kwao kwenye majukumu yao. Kwa hiyo ili kundi la walio nyamaza kimya sasa, umesema wanaweza kawa wamenyamaza kimya, ule ukimya una pande mbili na hatujui ipi ndo wako nayo. Eza ya kupuuza au ya kujutia. Sasa ukimya wao unadhani una mchango gani kwenye kuhakikisha wanalinda brandi zao? Ukimya wao hauna mchango wote kwenye brandi yao. Ni kuharibu. Wanaharibu. Lakini pengine labda hofu kwa sababu ya maneno ambayo walikuwa wanayatoa kabla. Ndio maana huwa wanasema wahenga kwamba usitukane mamba kabla hujavuka mto. Nakumbuka hizi kauli, kuna kipindi fulani tuliwahi kuzichati kwenye magrupu kuhusiana na na Kisinia. Tuliambulia matusi kwamba nyenye mnagubu. Mimi nilipenda kuhoji na niliwahi kuhoji nikasema kwamba kwa nini mkoa wa Njombe tulibahatika kuwa na mmoja wa wasanii ambaye alikuwepo kwenye timu ya Simba, timu pinzani nasema. Na yule msanii alikuwa kwenye nafasi nzuri na tulitegemea kwamba support kubwa itatoka kwa wasanii wenzake. Na nilimhoji, vipi wewe, mbona kama vile wasanii wenzio hawaonyeshi mshikamano? Ni kwamba hawaoni unachokifanya au hawapati support kutoka kwako ya moja kwa moja, au ni namna wewe kuwawezesha tu uwakilishi wako unakuwa mgumu? Aliniambia tu kiurahisi tu kwamba wale wako kule kwa ajili ya njaa zao bila kuangalia maisha yao. Kwa hiyo turudi sasa hivi kwamba sasa hivi hao walioomba msamaha wanaangalia maisha ya baadaye. Okay. Hao walionyamaza kimya, tafsiri yake hatuwezi kujua. Huenda nao wameshawekeza. Hao walionyamaza kimya hujaelewa. Wanashindwa kuomba msamaha, kujitokeza hadharani kwa sababu kule kuna bado wako jikoni, wanahofia baadaye kwamba timu hizi zitakavyo maliza ligi yao warudi sasa kwenye ligi msimu mwingine, wasije wakakosa fursa. Pamoja na yote yaliyopita, wasanii ambao wako kwenye hatari kubwa kwa upande wa Tanzania, tumeona baadhi ya wasanii wameanza kupoteza mpaka followers kwenye mitandao. Hiyo iko wazi. Tumeona tena mtu anapoteza followers wengi alafu kwa muda mfupi. Ndio ile kauli ya kusema msanii rafiki yake wa kweli ni shabiki. Sasa mashabiki wakijiondoa, unabaki na nini? Inatupa kitu gani? Hususan hebu tuchukulie kwa mashabiki wetu wa Kinjombe, lakini na wasanii wetu ambao ndio wachanga, ndio kwanza wanatengeneza foundation za mashabiki wao, kuhakikisha kwamba wanatambulika na kazi zao zinapata nafasi kwenye mioyo ya mashabiki. Tunapata funzo gani hapa, au tuwashauri lipi? Wajitokeze kuomba msamaha au waongee? Kwa sababu nakumbuka hapa kipindi kifupi hapa kuna baadhi ya mashabiki mimi walinifuata wakaanza kunihoji, kipi ambacho mnakifikiria nyie kama wazee wa heka heka, lakini kupitia Siletu TV.
Lakini pia kuna baadhi ya wasanii imefika mahali hata salamu atupeani, tumenuniana. Tunajifunza nini? Sasa kununiana sio kununiana, maana ukisema kununiana na wewe umemnunia. Kwa hiyo kwamba tuseme wametununia. Wametununia. Si kwa Kiswahili hili inaenda sijui. Kwa hiyo kitu ambacho wamesitisha salamu. Wamesitisha salamu, turekebishe kauli. Kwa hiyo hatujui. Kwa hiyo ninachotaka kushauri kwamba hasa hawa wasanii wetu ambao wako nyanda za juu kusini, majina yao kwanza bado ni madogo. Kwanza hilo ni brandi zao ni madogo. Wapambane kutengeneza brandi zikue. Brandi inavyokuwa inakuja na kipato. Tukiangalia hawa mastaa wakubwa, hata kama followers wanakuwa wameshuka, lakini ana biashara nyingi. Ambazo zinafanya nini? Zinaendelea. Kwa sababu baada ya sanaa kuimba jukwani kuna maisha. Wanaenda kuendelea na maisha mengine. Wanaweza kuendelea na maisha mengine, akiona hili game sasa nimeshaliharibu, wacha nikae huku. Umeelewa? Hata kama hatatumia brand yake, jina lake halisi, lakini ana uhakika kwamba kwa mwezi anaingiza kiasi gani. Umeelewa? Ni mtu ambaye amejiajiri. Sasa hawa ndugu zetu ambao unaingia leo unaanza kuimba miezi 2-3, unataka kuwa shabiki wa timu fulani ya mpira, ukaingia kabisa kule, tukajua kabisa huyu ni shabiki wa Simba, huyu ni shabiki wa Yanga. Tafsiri yake kwamba unatengeneza sasa magrupu. Mashabiki wako kama uko Simba, wewe mashabiki wako watakuwa wa Simba. Nao hawakuzingatii vilivyo. Kwa nini hawakuzingatii vilivyo? Kwa sababu ule ushabiki wako au zile nyimbo zako ambazo unaziimba ni nyimbo za tukio. Sio kama unanielewa? Huwezi kunikuta mimi niko barabarani au niko nyumbani na niko single na play nyimbo ya huyo ni chaguo lako. Hasa ni chaguo. Haiwezekani. Hizo nyimbo zinapigwa kwenye harusi kwa msimu. Umeelewa? Tunataka zile nyimbo ambazo zinabeba hisia na maisha ya ndani. Haijalishi una timu hauna timu. Ndicho kitu ambacho hawa wasanii underground nitakiwa wasimame hapa. Kwamba yeye yani ionekane ni msanii lakini hajulikani yuko wapi. Tunaweza tukasema kitu kingine kwamba hizi timu mara nyingi huwa haziangalii maslahi ya msanii, wanaangalia faida kwao. Lakini na wewe msanii unavyo shida kubwa, tunarudi kwenye mikataba kwamba aliyeenda kwenye siku ya mwananchi na aliyeenda Simba Day mara yale matukio kuisha. Watakusubiri tena mpaka tukio lijalo. Ndio wataanza kukutafuta, na wakifika kwenye lile tukio wakikuta brand yako imeshuka, watamtafuta mwingine ambaye brand yake iko juu. Kwa hiyo hizi timu zinatumika kuharibu vipaji vya wasanii. Yani wewe uonekane huyu ndo chaguo letu, alafu baadaye hawakutambui tena. Tuliona kuna watu wametumika na hizi timu zaidi ya miaka 20. Hawana kitu. Ila walivyoambiwa wakanuna. Na siku zote ukweli huwa unauma. Sasa ilitakiwa wewe ukubali kama umeambiwa wewe bwana wewe uko Simba pale. Miaka 20 unapiga kelele unasema Simba nguvu moja. Wewe uko Yanga unapiga kelele miaka 20 unasema nyuma mwiko, sijui wewe wanasema nyuma mwiko. Tusiende mbali huko. Yani wewe uko kwenye mahusiano na mwanamke fulani. Labda bado hamjaanza kuishi. Mwaka mzima hakuna hata kitu cha maendeleo mlichokifanya. Achana naye. Sasa ukiambiwa unanuna. Wakikwambia mzee wa tatu yule mwanamke uliye naye ni nuksi kwako, mbona saizi ulikuwa unafanya biashara umefeli, kila kitu kimeharibika, achana naye. Wananionea done hawa watu bwana, hawa sio mimi kuna watu waliwahi kunihoji wakaniambia, nilikuwa nafanya kazi katika ofisi fulani hapa, mara baada ya muda fulani niliondoka. Lakini watu kuna baadhi walifuata wakanihoji, kwani umeondoka pale? Nikamwambia nimeondoka kwa sababu muda niliofanya kazi ni mkubwa. Na hapa nilipo ukiniambia nina nini? Sina. Kuna tofauti gani na mtu ambaye ameishi muda huu ambaye mimi nafanya kazi, mtu akaishi bila kazi? Hakuna tofauti. Kwa hiyo ni afadhali nikaishi bila kazi nikawa sina kitu kuliko niishi kwenye kazi na bado nikawa tena sina
Unajua ukiwa unatumika kwenye shughuli, huenda hata ile shughuli inatumia nguvu kubwa, kwa hiyo mwili wako unachoka mapema. Okay. Hata kama ni akili zinachoka. Alafu na bado unachokifanya hamna. Kwa hiyo ni afadhali ukakaa bila kazi, ukawa huna unachokifanya. Kwa hiyo mimi nachomsi kwa yule ambaye aliambiwa kauli ya kukaa kwenye timu ya Yanga muda mrefu, miaka zaidi. Na sio Yanga tu, hata kama ni Simba. Hata kama ni Simba. Lazima uwe na target. Una nini? Zaidi ya kubadilisha tu jezi. Kwamba hii ya msimu huu. Jezi zote wewe unazo. Sasa hivi mbona wazivae basi kwenye heka sisi hizo tumezinasa. Alafu tulitegemea kipindi kama hichi ndo angitoka kupongezana mara baada. Kupongezana kile vile visinia jamani. Hatuoni. Jamani, kuna mtu mmoja alisema hivi, ukipewa nafasi kupiga picha na kiongozi mkubwa. Sawa, umepiga picha ila umemwambia nini? Wewe umeitengeneza. Yaani wewe umevutiwa sana, nataka nipige picha na Uncle G. Sawa, njoo tupige picha. Lakini kuna nini ambacho umekitengeneza? Connection ambayo hata siku nyingine unajua kabisa hapa nikipita hapa naingia sehemu fulani. Tumeshafikia tulikofikia na hali halisi ndio ilivyo. Baadhi ya wasanii wameanza kuishi kwa mashaka. Na kwa mfano kama tunavyozungumzia Njombe, wasanii wale wenzetu wale. Mioyo yao unaona kabisa haina amani. Kuna rafiki yangu moja alikuwa ni conductor. Unajua mtu conductor kazi yake ni kusafiri na abiria. Sasa yeye siku hiyo akawa anajisikia vibaya, alishindwa kufanya nini? Kusafiri. Kwa alichokifanya, alikata tiketi kwa wateja wake na kuwapakilisha kwenye gari, na wengine akawafosi kwamba njooni mpande gari hili. Hafu yeye hakusafiri. Gari lile lilivyoenda kupata ajali, aliumia sana. Nikamuuliza kwa nini unaumia? Akasema maskini, kuna watu niliwalazimisha, waliniamini mimi wasafiri na ile gari. Umeelewa? Kwa hiyo ni kama vile amewatengenezea kifo. Na kama hujafa basi umeumia. Kwa lazima uumie, hata kwamba yule mama yule wa watu alikuja stendi mshamba nikamvutia kwenye gari kwamba panda hii. Kwa umemsababisha, huenda nafsi yake ilikuwa haihitaji kupanda gari ile, lakini wewe ukamvuta kwa nguvu kumuingiza mle. Kwa tafsiri yake kwamba ile dhambi ile yale maumivu yale unahisi yako ndani yako. Kwa hiyo wito wetu kwa wasanii wetu hawa mkoa wa Njombe, hakuna namna kama tulivyokuwa tunakaa kutunga nyimbo za kupongeza, basi tu sasa hivi tukae tutengeneze nyimbo za kuomboleza. Yaliyopita yamepita. Tukikaa kimya, tafsiri yake mashabiki hawezi kuelewa. Alafu msanii ni mtu ambaye unakwenda na nyakati. Ndio maana ukideti na msanii akipata mpenzi mpya, nyimbo inashuka. Amekosana tu, nyimbo ya kuomba msamaha. Sasa zile ndio tunazitaka. Ameachika naye, nyimbo. Sijui mpenzi yake amekufa, nyimbo. Amepata tu ajali anaumwa, nyimbo. Mpenzi wake kapata mchepuko mwingine ambao umemzidi yeye, nyimbo. Kwenye hili hapa wasanii wa Njombe tunataka nyimbo ziko wapi? Mbona kwenye nyimbo za kupata maex umepata ex mpya, umeachia. Umeachika, umeachia. Amepata ex ambaye amekuzidi, unatoa kigongo. Sasa kwenye hili tuko wapi? Au ndo tuimbe ile nyimbo wako wapi nani Pascal Cassian? Kuna nyimbo moja hivi alipataga ajali, aliimba kwa kuumia sana, akasema wako wapi wakuu wa mikoa? Kwa maskini unakufa unajiona huna msaada. Sasa kwenye hili au ndo au tukarekodi nyimbo tuambie wako wapi wasanii? Mbona hatuwasikii majukwaa tena? Jamaa tunataka kama ili ni lakini nampongeza msanii mmoja. Yule bwana amekuja kivingine. Msanii wa Bongo Flava ametoa nyimbo ya yani hajataka kuimba Bongo Flava, amekuja kwenye neno la Mungu. Amemgeukia. Sasa sijui tutamtafuta. Lakini mbali na kutoa ule wimbo pia amekuwa ni mmoja kati ya wasanii ambaye
ameshiriki hata kwenye mazungumzo ya kigrupu na kukiri kwamba, lakini mwanzoni alikuwa anatuletea kiburi. Mwanzoni alikuwa anasema mimi kocha wa timu ya Yanga amechangia mimi kuwa hapa, siji kilikwenda kilirudi, maelezo yalikuwa mengi. Na jana mimi nilivyoingia pale nikachokoza kidogo, nikajua hapa nitaambulia matusi. Ila alikuja kinyonga, kaambia shemeji ubarikiwe sana, tuko wakati mgumu. Kaambia kumbe imewaingia hii. Kwa hiyo tunaondoka hii. Kwa hiyo wito wetu bwana, wasanii wa Njombe, hasa wa Njombe, sisi tuko wa Njombe, wasanii wa Njombe, jamani, tunataka vibao, tunataka kibao cha kufanya nini, cha wakati huu ambao tunapita mgumu, kama tunavyofanyaga kwenye nyakati nyingine. Kuna kocha anaingia kwenye timu fulani, tunaimba nyimbo. Amekuja ameshinda mechi, tunaye si tunatamba naye, tumeona mechi zinamshinda, tunaimba tena nyimbo ili aondoke, kwa kwenye hii jamani, tunataka nyimbo ili sasa tunataka nyimbo nyingi, kwa sababu wasanii tunao wengi. Au kama mnaonaje, basi pawe na wimbo mmoja ambao utashirikiana wasanii wote, chukua sio akina nani hao wote, kusanya. Lakini tumeona msanii Vanilla ameshatoa ngoma Vanilla, ametoa kabisa ngoma, ametoa kabisa live, hajataka chenga. Alikuwepo kule, nayo walikuwa wale afu si ndo alitujibu shoti sana. Ametoa nyimbo, lakini pia tumeona kuna baadhi ya wasanii Snella na ametoa ngoma. Snella ndio huyo ametoa nyimbo ya Injili. Afu shemeji yangu Snella bana angedili na gospel. Kwenye gospel Snella umeua. Snella kwenye gospel umeua. Umeua. Mimi nilijua si mlokole gani si. Kumbe ni mhuni fulani wa kitaani tu. Bana kwenye gospel Snella ametisha sana, na ile nyimbo nina uhakika mtu yoyote ambaye atasikiliza inamgusa ndani ya moyo wake. Lakini pia ile nyimbo haiishi leo. Ile nyimbo inaweza kudumu. Ina maisha marefu. Na nafikiri Snella tabii tumtafute kabla ya wengine hawajapita na maiki. Tumtafute. Atuambie ilikuwaje? Ile mistari ya dini aliitoa wapi? Soma methali. Hujatuambia methali ngapi? Snella amesema soma methali. Sasa methali ngapi? Yaani sijui na sikumbuki, ila alichokuwa anakimaanisha anamaanisha kwenye methali kuna mstari unaosema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, na yeye aliangamia kwa kukosa maarifa. Kwamba amekuja kugundua akasoma methali, leta ujumbe na nyie. Kwa methali kamuokoa Snella kwamba hapa naangamia kwa kukosa maarifa. Asante Bible. Hii kali. Hii nimeielewa. Bwana Snella tunakutafuta na utuambie Snella bana, Snella amefanya kitu moja cha kiungwana. Snella anaweza na hisi roho ile kwa ile sauti. Ile roho ya uchungaji kabisa ile. Mimi nampongeza sana Snella. Amefanya kitu kimoja ambacho ni kizuri. Ile nyimbo anaweza kusikiliza shabiki wa timu ya EF, wa Yanga, wa Simba, si wa Singida, si ya Njombe inaitwaje? Njombe wapi? Ni timu ya Njombe ambayo iko ligi daraja la kwanza. Naye anaweza housing. Naye anaweza kusikiliza. Mapemba CFC siji nini siji. Wote wanasikiliza. Vyama si vya siasa nini vyote vinasikiliza. Ni nyimbo ambayo ina baraka. Haina makundi makanda. Haina hii imenyoka. Sasa kuna wale wengine tunaomba hapa. Wale wengine jamani, Ngole Music yuko wapi? Kuna watu ambao jezi za team fulani zilikuwa sare zao. Ngole Music baba. Ngole Music tunahitaji nyimbo. Ngole jamani, si alitoa nyimbo mfululizo. Alipandisha nyimbo kama sikosei 3. Wapi Samboy? Jamaa tunahitaji. Naye alikuwa jezi ya Yanga ndio jezi yake ya kazi. Tunaomba nyimbo. Tunajua mko wakati mgumu. Tunajua mko wakati mgumu. Msinyamaze kimya. Kwa hiyo mimi bwana kwa leo niseme inatosha. Kwa hiyo tunafikiri watakavyoiona interview hii kwenye heka. Ujumbe wangu ni huu, wasanii wasisite kujua makosa yao yako wapi, lakini kama wamegundua makosa pia wasisite
kuomba msamaha kwa mashabiki kwa sababu sisi ndo mabosi zenu. Lakini pia wasanii tunaomba uwakilishi wenu kwenye hili, mtuwakilishe kwa kutuliwaza kwa burudani. Kipindi kiwezi kusikiliza nyimbo, sio matiketi yamekuangukia, sio ni huwezi kuimba. Huwezi kuimba. Kwa hiyo ni hilo tu. Tunasema heka heka leo ilikuwa tunajaribu kugusia athari walizozipata wasanii kwa kipindi hiki. Kwa kipindi hiki ambacho ni kigumu kwa taifa letu. Sawa? Mimi nichukue tu nafasi kukushukuru wewe ambaye ulikuwa pamoja nasi, lakini shukrani kwa Hombolo Wine, Mama Mkoni Mgahawa, Urban Shevu, asante, Keti, Kids Shop, Mwidis Green Garden, Wellers Production. Tunawasalimia sana. Tukutane tarehe 8 na tarehe 6 mwezi wa 12. Hao wote watakuepo. Halafu itakuwa ni kubwa zaidi kwa sababu tutakuwa tuko siku chache kumaliza mwaka 2025. Itakuwa pia ni surprise au ni mtoko wa kufunga mwaka. Lakini shukrani kwa mashabiki wote ambao mmetuvumilia kwa kipindi hiki ambapo ilikuwa kuna changamoto ya mtandao, kwa hiyo ilikuwa tupatikane. Changamoto ni mtandao baba. Sasa ndugu zetu wale wamerudisha internet, lakini nyaya tunayotumia sisi inaonekana haionekani. Shukrani sana. Lakini pia mbarikiwe kuwa pamoja nasi. Naitwa Mzee wa Tatu. Mimi naitwa Ngoji. Usisahau kusubscribe na kulike, alafu comment. Inapendeza zaidi.